Tumeboresha miundombinu ya utoaji huduma. Mmeona katika presentation iliyopita, tumeweza kuboresha mifumo ya utoaji huduma. Tumeboresha huduma kwa wateja wetu na kurahisisha upatikanaji wa huduma. Tumewajengea uwezo wafanyakazi na kujenga mazingira rafiki ya ufanyaji kazi na kuongeza uzalishaji. Tumeongeza matumizi kwa wateja wetu ya huduma zetu. Tumefikisha huduma kwa wateja. Na haya yote yamepelekea ukuaji wa mapato yanayotokana na riba, vile vile mapato yasiyotokana na riba. Kama nilivyosema, 98% ya miamala ya benki inatoka au inafanyika nje ya branch, ikiwa na 53% zinafanyika kwenye sim banking. Kwa hiyo hizo zote, sim banking, internet banking, 53% zinafanyika kidijitali. 45% zinafanyika kwa wakala na 2% ndizo zinazofanyika katika matawi yetu. Tumeendelea kukuza mizania ya benki, ambapo mizania ya benki kwa ujumla imekuwa kwa 25.4%, ikimaanisha rasilimali za benki kwa ujumla ilikuwa na kufikia shilingi za Kitanzania trilioni 16.69, ikiwa ni mizania mikubwa kuliko mizania mingine hapa nchini. Mabadiliko mawili ya kwanza ni yale ambayo amesema kuruhusiwa kutuma taarifa kidijitali. Katiba yetu iliyokuwepo iliandikwa miaka ya nyuma, ambayo teknolojia ilikuwa haijaanza kutumika. Kwa ndani ya katiba yetu kuna zuio la kutuma taarifa za wananchi kwa njia ya email. Yaani inabidi tukuletee ulipo. Lakini tunafahamu wengi mlipo, saa hizi miundombinu inatosha. Na hii inaenda sambamba na mapendekezo ya kutumia akili mnemba ambayo mnatupa kidijitali. Kwa hiyo ni moja clarifications. Sasa hivi dunia inaenda kwenye artificial intelligence au akili mnemba. Mheshimiwa management pamoja na bodi, ukienda tu kwenye ChatGPT ukaandika ripoti ya CRDB ya mwaka 2026 itakapokuwa, ukiajabu kusema hebu nionyeshe ripoti ya CRDB itakapokuwa mwaka 2026, inakuletea habari. Kwa hiyo maana yake ni kwamba AI sasa hivi imekuwa ni sehemu ya maisha ya watu duniani. Kwa hiyo benki lazima kifanye kitu cha dharura, kuwa na kitengo cha teknolojia kufuatilia AI kwa namna gani inaweza kuhatarisha usalama wa benki, inaweza kufanikisha benki yetu, inaweza kutusaidiaje kwenye kudai mikopo, kukumbusha wafanyakazi. Kwa hiyo AI itumike kwenye benki ya CRDB, na CRDB inaweza ikaongoza, kwa sababu imekuwa ikiongoza mapinduzi ya teknolojia wakati wote. Sasa AI ni sehemu pekee na mojawapo. Ulimwengu mzima wanatengeneza pesa nyingi sana. Makampuni makubwa duniani kama Nvidia wameweka pesa nyingi sana kwenye AI. Kwa hiyo mwisho wa siku tusije tukaachwa nyuma na mabenki mengine makubwa kwa kuwa wao wameamua kuingia kwenye AI. Kwa hiyo lazima na sisi tuangalie, je, akili mnemba, artificial intelligence inawezaje kutumiwa vizuri na benki ya CRDB kwa maslahi mapana ya wananchi.